Beatrice Kusunya ni katibu msaidizi wa ushirika wa kisasa na mratibu wa semina ya vijana na watoto. Akizungumza katika semina hiyo Dodoma, anasema ni msimu wa 11 ambao hufanyika kila mwaka na imeleta matokeo chanya katika kanisa kupitia mienendo yao, kwani hufundishwa mada mbalimbali ambazo shuleni hawafundishwi. Kuna vitu vya tofauti, lakini pia tunaona umoja katikati ya vijana wetu na watoto. Watoto wetu hao tunawafundisha vitu tofauti ambavyo shuleni hawafundishwi. Kwa mfano kama leo tumekuwa na masomo mbalimbali ikiwa afya ya akili, namna ya kujitambua, lakini pia kwa wale vijana wakubwa wamefundishwa namna ya kuweza kujikimu kiuchumi, ujasiriamali. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna kitu ambacho kinajengeka katikati ya watoto wetu. Tunawasihi na shirika nyingine na Watanzania kwa ujumla tutengeneze mfumo ambao unaweza kuwasaidia watoto wetu wanapotoka shule namna hii, angalau kuweza kukaa nao na kuwasaidia na kuwapa vile vitu ambavyo hawavipati shuleni, kuweza kutengeneza taifa zuri la kesho. Amen. Mwalimu wa neno la Mungu, Mwalimu Emmanuel Jacobo, katika semina hiyo anawafundisha namna ya kutimiza ndoto zao pamoja na kuepuka teknolojia kama kijana wa Kikristo. Hii kwenye kusoma kwetu, kwenye kufanya shughuli zetu, lazima tuwe na nidhamu, lazima tuwasikilize wakubwa zetu, wazazi wetu, viongozi wetu wa dini, kila ambaye ana mamlaka juu yetu, kila ambaye ametuzidi. Lazima tuwe wanyenyekevu, tusikilize, ndio tutafika kule ambako tunataka kufika. Tukifanya hivyo, maana hata teknolojia haitatushinda. Sisi ndio tutaiongoza, sisi ndio tutafanya kile ambacho kinatakiwa. Teknolojia inatusaidia, tunaweza tukazana swali, tukagoogle haraka tukapata majibu. Lakini teknolojia hiyo nimezungumza kwenye presentation kwamba kuna movies, kuna picha mbalimbali ambazo hazina maadili, kwa dakika moja tu zinaweza zikasambaa dunia nzima. Sawa bwana. Kwa hiyo sisi kama vijana wa Kristo hatupaswi kumtenda Mungu dhambi kwa sababu ya teknolojia. Sisi tunatakiwa tutumie teknolojia kama nyenzo ya kufanikisha ndoto zetu. Mmoja wa vijana, Natalia Chuma, anatumia furaha yake kupitia semina hiyo na namna watakavyokwenda kuishi katika maono na ndoto zao. Vijana wengi huwa wanajihusisha na madawa ya kulevya, hawajui athari zao, hawajui jinsi inavyoweza kuwapatia madhara katika maisha yao. Napenda kualika kwamba huduma za kanisani mbalimbali ambazo wanaweza kupewa vijana ni vitu ambavyo vinaweza kuwasaidia katika kuacha kutumia madawa ya kulevya, na hivyo huwa wanajiingiza kwa sababu wakiwa na stress, kwa sababu wanaona wanaweza kupunguza msongo wa mawazo, lakini sivyo hivyo. Basi naweza kualika vijana wote kwamba tuache kutumia madawa ya kulevya, bali tupate muda kujifunza neno la Mungu, tupate muda kuhudhuria vipindi vya kanisani, na hivyo kuambia na wazazi wote na washauri kualika vijana wote katika vipindi, semina ambavyo vinaweza kuwasaidia katika kuwahimiza watu madawa ya kulevya na hivyo kuboresha maisha yetu na afya zetu. Asante. Somo hili nilikuwa na nidhamu ya kuweka budget, kwamba budget yako utakayopata unaweka kwanza saving, then unapangilia mipango. Hata hivyo, wazazi wanahimizwa kuwa macho katika kipindi hiki cha mapumziko, huku wakiongea na watoto wao juu ya utandawazi, kwani wana vitu vingi sana ambavyo wakikaa nao kwa ukaribu watawaeleza. Wazazi tunaomba tuwe karibu na watoto wetu, hasa kipindi hiki ambacho wanakuwa wako likizo. Watoto wetu wana vitu vingi sana wanavificha, lakini kuna vitu vingi ambavyo wana maswali mengi sana huko nje. Ukikaa nao kwa karibu unagundua kwamba wana vitu vingi sana. Kwa hiyo tunaomba wazazi tutenge muda wa kukaa na watoto wetu.